Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ibn Jazar TV, nakukaribisha tena katika kufuatilia matukio yetu. Leo tupo katika maeneo ya Bamba Beach ambapo ni wanafunzi wa sekondari ya Ibn Jazar kidato cha 4, shule ambayo inapatikana wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani, kata ya Vikindu, Magugu Matatu, sambamba wakiongozana na walimu wa Ibn Jazar. Lakini pia tukiwa na ndugu zetu wa Akhlaqul Islamia ambao wao ni wahitimu wa miaka ya nyuma wanajazari, pia tumekuja nao huku wakiambatana pia na watoto yatima. Lengo la kuja huku kwanza ni kufurahika na hawa ndugu zetu ambao ni mayatima. Kwanza kabisa tutakula nao, lakini pia kucheza nao sambamba na kuwapatia baadhi ya sadakati ambazo tumekuja nazo kama vile vifaa vya usafi. Lakini pia tukiongozwa na kiongozi wetu Sheikh Said Bamanya, mwalimu mlezi wa shule za Ibn Jazari Sekondari. Mimi ni Haji Shabani Lusambo, ungana nami kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi kuweza kupata faida zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Said Zuberi Bamanya. Nafasi yangu katika kituo cha Ibn Jazari ni mkuu wa malezi wa shule za Ibn Jazari. Tumekuja ile eneo la Bamba na vijana ambao hapo kidato cha 4 pamoja na walezi wao, lakini na vijana waliohitimu kidato cha 4 Ibn Jazari wanaosoma vyuo maeneo mbalimbali ya nchi. Wale vijana waliomaliza huwa wana utaratibu katika darasa zao kutembelea vituo vya kijamii, hasa vituo vya watoto yatima na watoto sadaka. Sasa kipindi hiki wameungana na wadogo zao kukutana na vijana kutoka vituo vya watoto yatima, lakini wameona sasa waje kuomba dua katika sehemu ya Bamba, wafurahie na wadogo zao. Mtume Muhammad anatuambia katika moja ya hadithi zake, katika vitu vya msingi baada ya kutekeleza masala ya wajibu, idkhalu sururi ala almuslim, kupeleka wepesi, furaha, bashasha kwa Muislamu. Na kwa sisi Waislamu, moja katika makundi ambayo tumehimizwa sana kuwapelekea furaha ni watoto yatima. Sasa wameona hawa vijana katika hali ya kuelekea mwisho kwenye mitihani yao, waungane na wakubwa zao ambao mtihani, basi wamuelekee Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya yale ambayo Allah anayapenda, ili Allah subhanahu wa ta'ala awaridhie, awatazame kwa jicho la huruma pia katika safari yao ya kuendea mitihani ya kidato cha 4. Hilo eneo la kwanza. Kwa hivyo la pili, kuomba dua. Dua hii waungane na vijana ambao ni wahitaji katika makundi ambayo Allah anakubali dua zao, anatazama kwa jicho la huruma, vile vile mayatima. Sasa lakini badala ya kuwafuata kwenye kituo chao, hawa vijana wa kidato cha 4 hawa wameamua kuchanga pesa zao, wakaja na vizawadi, vyakula na kuwatumia usafiri vijana kutoka kituo cha watu yatima kilichoko jirani, wakutana nao hapa wafurahie pamoja. Watawasaidia baadhi ya mambo, watapika chakula, watacheza nao na kuwafurahisha. Lengo jingine, Ibn Jazari ni kituo cha malezi. Kinalenga kuwalea vijana katika misingi ambayo Allah anairidhia na kuikubali. Wakitoka hapo waendeleze hii misingi. Ukiona kama ambavyo tukio litakuwa linaendelea, miongoni mwa vijana hawa kuna waliomaliza kidato cha 4 wanasoma vyuo, kuwaunganisha na hawa wadogo zao walio kidato cha 4, waone kwamba yale ambayo tunayakusudia wayafanye wakiwa shule, watakiwa wafanye pia baada ya kuendelea, baada ya kumaliza masomo yao wakienda mtaani. Sasa wakikutana na hawa inakuwa ni mfano wenye uhakika kwamba kumbe hata baada ya kumaliza tunaweza tukaendelea kufanya haya ambayo tumekuwa tukielelewa kwayo, na sisi ndio lengo letu kuu. Hatutaraji tumlee mtoto Ibn Jazari kwa sababu hatuwezi kukaa na mtoto maisha yake yote. Tutakania kipindi fulani, baadaye ataenda nyumbani mtaani kwa wazazi wake. Atakapokuwa huko, je, ataendelea kudumisha kile ambacho tumempandikizia, tumemlea kwacho? Sasa wamekutana hawa vijana na dada zao waliomaliza kidato cha 4 katika misingi ile ambayo tumewalea wao. Huu ni mfano halisi ambao utawafanya waone kumbe hichi ambacho wanakiongea walezi wetu basi ni kitu ambacho tayari kinafanyika kwa wakubwa zao. Na mwisho ni kujenga moyo wa huruma, furaha na kujali matatizo ya watu wengine. Unapokuwa katika hali nzuri
basi utumie fursa ya uzuri wako na wasa alokupa Allah Subhanahu wa ta'ala kupeleka furaha kwa Waislamu wengine, lakini pia na Watanzania au walimwengu ambao wapo katika dhiki, shida na matatizo. Wale watoto yatima wale, kile kituo kina vijana sasa hivi wanaitwa watoto wa makao, Waislamu na sio Waislamu. Wataungana nao katika hali ya kusherehekea, kufurahi pamoja katika misingi ambayo Allah anairidhia. Na ndio maana pia eneo ambalo limechaguliwa ni eneo ambalo limekaa katika misingi ya kumwelekea na kumhofia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio misingi mingine. Kwa mfano bichi hii ya Bamba haina mchanganyiko sana kama bichi nyingine ambazo kidogo Allah anaasiwa, watu wanakuja wamevaa vibaya. Hii kidogo ina stara, kuna sehemu ya kuswalia. Ukitazama hata baadhi ya maeneo na majina ambayo yanaakisi sura ya Uislamu, majengo haya, kuna hostel. Baadhi ya Waislamu wanakuja kufanya programu zao za dawa huku, wanakaa kwa muda kadhaa, wanapata maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maelekezo mengine namna gani waishi wakatoka hapo na kufanya kazi. Kwa hata kwenye hali ya kuleta hawa vijana imechaguliwa eneo ambalo kidogo litakuwa linaakisi ile dhana njema ya ulezi kwa Ibn Jazari, kwamba kumbe inawezekana ukasherehekea katika misingi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuzingatia Uislamu, wakati huo huo ukijifurahisha mwenyewe. Sasa ndio maana pia imechaguliwa eneo ambalo kidogo lina stara, lina adabu, lina heshima. Baada ya kusema hayo machache, naomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe katika safari yetu, atusamee pale tutakapokosea, tulinde basi pia na wazazi na wale ambao msema kwenye kamera hii, muombe vijana hawa kwa hili ambao wamelifanya, Allah watilie pesi katika mitihani yao, na nataka kumaliza vile vile waendeleze gurudumu la kuwajali watu wenye mahitaji na kuwa na tabia njema, kuwa na maadili mema ambayo ndio haswa jamii na changamoto nayo kubwa. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.